Tarehe 8 mwezi wa 3 kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Taasisi ya The Desk and Chair Foundation imekabidhi vyoo 3 na mabafu 3 kwenye wodi ya akina mama katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza, Seketure. Awali wodi hiyo inayolaza wagonjwa takribani 50 kwa siku walikuwa wakitumia choo kimoja ambacho hakikuwa kwenye hali nzuri kutokana na uchakavu wake. Kwa jina naitwa Sipten Megji, ni mwenyekiti wa taasisi ya Desk and Chair Foundation na pia ni mwenyekiti wa bodi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza, hospitali ya Seketure. Kwanza kabisa ni wapongeze kina mama kwamba tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali na kuadhimisha siku ya kesho kwa ajili ya siku ya wanawake duniani. Tulikuwa tumefanya miradi hizi ambazo umeshuhudia leo kwamba tumefanya ukarabati mkubwa kwenye wodi wa kina mama na tumeweza kukarabati vyoo na bafu ambavyo vilikuwa kwenye hali mbaya, na sasa hivi baada ya ukarabati tumeona kwamba kimeweza kurudi kwenye hali nzuri sana na wataweza kutumia hizi vyoo, na vyoo hivyo kina sehemu za kusaidia kuoga, kufua nguo na kunawa mikono. Akikabidhiwa vyoo hivyo, daktari mfawidhi wa hospitali hiyo alisema, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana mwenyekiti wetu wa bodi Mr. Sipten Megji, mwenyekiti wa The Desk and Chair Foundation, kwa zawadi hii nzuri kwa akina mama. Hii ni wodi ya akina mama jamani. Kwa hiyo siku ya akina mama ameamua kufanya renovation kwenye vyoo na mabafu, kuweka vifaa vya usafi, kuweka masinki ya kufulia. Jamani, mnaona panapendeza hapa, pendezi? Panapendeza. Yaani ni pasafi, wengine hata nyumbani sio hivi eti. Kazi kwetu kuhakikisha hii standard na hali inavyoonekana leo tumeweza kumaintain. Pawe pasafi, pawe panang'aa hivi, kwa hiyo mgonjwa akija kutibiwa akilazwa anajisikia faraja, si ndio? Ukitumia choo kisafi jamani, si unajisikia vizuri? Kwa hiyo tunakushukuru sana baba, lakini mzee Megji ni mtu ambaye amekuwa ni wa msaada sana kwenye hospitali yetu. Kama mnavyoona ile waiting bay pale mbele wanaosubiria wagonjwa relative, ni alitujengea. Jengo la CT scan ni alitujengea. Kisima cha hospitali alituchimbia. Kwa hiyo anatufanyia mambo mengi sana. Delivery packs amekuwa anazitoa mara kwa mara. Kwa hiyo mzee Megji, sisi tunakushukuru, hatuna cha kukulipa, ila tunamwomba Mungu akupe maisha marefu na afya njema. Mungu akubariki sana. Aidha, pamoja na kukabidhiwa vyoo hivyo, taasisi imewapa zawadi ya kina mama wanaosubiri kujifungua vifaa vya kujifungulia kwa kina mama wapatao 130, jambo lililofanya kina mama hao kutoa shukrani nyingi kwa taasisi kwa kuwakumbuka kwenye maadhimisho ya siku yao. Cha kwanza tunapenda kushukuru kina mama kuja kutuona, kwa kutufariji, kwa kutupa moyo. Siku ya kina mama tunajidai, kama mimi mama najidai, najivunia. Kwa kweli tunapenda sana kwa uwepo wenu. Mungu awabariki mlipotoa, Mwenyezi Mungu akawazidishie. Nashukuru na timu nzima kutuletea zawadi ya mama kusherehekea kesho sherehe yetu. Tumefurahi sana. Yaani mimi na furaha moyoni. Asanteni sana na Mungu awabariki mlipotoa, Mungu awazidishie. Kuna gloves hizi hapa ambazo zitatumika kwenye kujifungulia. Kuna plaster, sawa? Alafu pia kuna catheter kwa wale watakao kufanyiwa upasuaji, wanahitaji kuwekewa catheter kwa ajili ya kutolea mkojo, si ndio? Kuna syringe, kuna cannula, kuna giving set, tunahitaji kuwekea drip ya maji, kwa hiyo tunahitaji kwa ajili ya kuwekea. Kuna kifaa cha kufunga kitovu cha mtoto akizaliwa. Kitovu si vinafungwa? Ndio. Alafu kuna pedi pia. Serious? Niongeza katika sawa. Kwa hiyo paki na kuna mpira. Ukienda kujifungua si unahitaji ulalie mpira, si ndio Kwa hiyo hizo paki zote zina mipira. Kwa hiyo mpira wako uko hapo, ukifika tu pale leba au tunampa nesi paki yako.